Bibi harusi alimwalika mgeni maskini kukaa mezani wakati wa harusi yake, baada ya mgeni huyo kutopewa chakula chochote. Harusi ilikuwa kubwa, wageni walikuwa wengi, muziki wa kitamaduni ulikuwa ukisikika huku watu wakicheza na kucheka. Meza zilikuwa zimejaa chakula kizuri: pilau, nyama choma, mboga na keki kubwa ya harusi ilipangwa katikati ya ukumbi. Lakini nje kidogo ya ukumbi, chini ya mti mdogo, alikaa mzee mmoja maskini. Nguo zake zilikuwa zimechakaa, viatu vyake vilikuwa vimezeeka. Aliwatazama watu wakila na kufurahia. Watu wachache walimpita na kumtazama kwa dharau. Harusi si mahali pa ombaomba, mwanamke mmoja alisema kwa sauti ya chini. Mzee huyo hakujibu. Alinyamaza tu. Ndani ya ukumbi, bibi harusi aitwaye Amina alikuwa akiwatazama wageni wake kwa furaha. Lakini macho yake ilipofika dirishani, alimuona yule mzee. Kulikuwa na kitu moyoni mwake kilichomsukuma kusimama. Hakujua kwa nini, lakini alijua lazima afanye kitu. Na hapo ndipo kila kitu kilianza kubadilika. Amina alisimama ghafla mezani. Mama yake alimshika mkono. "Unaenda wapi sasa?" aliuliza kwa mshangao. Amina hakujibu mara moja. Alitazama tena dirishani. "Mama, kuna mzee pale nje. Anaonekana hana chakula." Mama yake alikunja uso kidogo. "Usijali mambo hayo leo. Leo ni siku yako." Lakini Amina hakusikiliza. Alinyanyuka taratibu na kuanza kutembea kuelekea mlango wa ukumbi. Wageni walimwangalia kwa mshangao. Bwana harusi, Juma, naye alisimama. "Amina, kuna shida?" Amina alitabasamu kidogo. "Hapana, nitarudi sasa hivi." Alipotoka nje, upepo mdogo ulivuma. Yule mzee bado alikuwa amekaa pale. Amina alimsogelea. "Mzee, karibu ndani ule nasi." Mzee alishtuka kidogo. "Binti yangu, mimi si mgeni wenu." Amina alitabasamu kwa upole. "Leo ni siku ya furaha. Hakuna anayepaswa kukosa chakula." Lakini mzee huyo alimwangalia kwa macho ya kina sana, kana kwamba alikuwa akimkumbuka, kana kwamba alikuwa akitafuta kitu. Na wakati huo huo watu wachache ndani ya ukumbi walianza kunong'ona. Hakuna aliyejua kwamba hatua hiyo ndogo ya Amina ingefungua mlango wa siri kubwa. Amina alimsaidia mzee kusimama. Alitembea naye taratibu kuelekea ukumbini. Ndani baadhi ya wageni walitazamana kwa mshangao. "Mgeni huyo ni nani?" Mtu mmoja aliuliza. "Labda ni ndugu wa mbali," mwingine akajibu. Lakini wengine hawakufurahishwa. Mwanamke mmoja tajiri aitwaye Bi Salome alimnong'oneza rafiki yake, "Huyu Amina anaharibu hadhi ya harusi." Lakini Amina hakujali maneno hayo. Alimpeleka mzee mezani karibu na yeye na Juma. "Kaa hapa," alisema kwa upole. Mhudumu alileta sahani ya chakula. Mzee alitazama chakula kwa muda mrefu kabla hajaanza kula. Kisha alimwangalia Amina. "Binti yangu, moyo wako ni safi." Amina alitabasamu tu, lakini mzee huyu aliendelea kumtazama kwa makini sana, kana kwamba alikuwa akithibitisha kitu, kana kwamba alijua jambo ambalo hakuna mwingine alijua. Na mbali kidogo mezani, mwanamume mmoja kijana aitwaye Daniel alikuwa akimtazama mzee huyo kwa wasiwasi. Uso wake ulionyesha hofu kidogo. Alijua kitu ambacho wengine hawakujua, na alihofia kwamba mzee huyo angeweza kukiharibu kila kitu. Daniel aliinuka ghafla kutoka mezani. Alitoka nje ya ukumbi kwa haraka. Alipofika pembeni ya jengo, alitoa simu yake na kumpigia mtu. "Sikiliza," alisema kwa sauti ya chini. "Kuna tatizo." Sauti upande wa pili iliuliza, "Tatizo gani?" Daniel alimeza mate. "Yule mzee amerudi." Kulikuwa na ukimya kwa sekunde chache. "Una uhakika ni yeye?" Sauti iliuliza. Daniel alitazama ndani ya ukumbi kupitia dirisha. "Ndiyo, alikuwa yule yule. Sitamkosea. Ni yeye kabisa." Sauti ile ilisema polepole, "Usiruhusu azungumze." Daniel alishusha simu polepole. Moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu. Ndani ya ukumbi, mzee huyu alikuwa bado anakula kimya,
lakini macho yake yalikuwa yakizunguka, kana kwamba alikuwa akichunguza kila mtu. Na alipofika kwa Daniel, macho yao yalikutana. Mzee alitabasamu kidogo, tabasamu ambalo lilifanya Daniel ahisi baridi mwilini, kwa sababu alijua mzee huyo hakukuja kwa bahati mbaya. Alikuja kwa sababu fulani, na sababu hiyo ingeibadilisha harusi hiyo milele. Baada ya muda mfupi, sherehe iliendelea. Muziki ulianza tena, watu walicheza, lakini mzee huyo aliendelea kukaa kimya mezani. Amina alimkaribia tena. Chakula kiko sawa mzee? Mzee alinyanyua kichwa chake. Ndiyo binti yangu, asante sana. Kisha akaongeza polepole, lakini sijaja hapa kwa chakula tu. Amina alishangaa kidogo. Unamaanisha nini? Mzee alitazama ukumbi mzima, halafu akasema kwa sauti ya chini, nilikuja kuona kama kweli wewe ndiye. Alisimama katikati ya sentensi. Amina alimwangalia kwa mshangao. Mimi ndiye nani? Lakini kabla hajajibu, Daniel aliingia haraka ukumbini. Alisimama karibu na meza yao. Mzee alisema kwa sauti kali kidogo, labda ni wakati wako kuondoka. Ukumbi ulianza kuwa kimya polepole. Watu waligeuka kuangalia. Mzee alisimama taratibu. Alimtazama Daniel kwa macho makali, kisha akasema maneno machache tu, maneno ambayo yalifanya Daniel kupauka. Ukweli hauwezi kufichwa milele. Na hapo ndipo watu walianza kuhisi kwamba harusi hii haikuwa ya kawaida tena. Ukumbi ulikuwa kimya. KWS sekunde chache baada ya maneno ya mzee, Daniel alijaribu kutabasamu kana kwamba hakuna kitu kilichotokea. Wageni, alisema KWS sauti iliyolazimishwa. Tusiharibu furaha ya harusi KWM, mambo madogo. Lakini macho yake yalikuwa KWM mzee. Amina alihisi mvutano huo. Alimwangalia Daniel kwa mshangao. Kwa nini unataka mzee aondoke? Aliuliza kwa upole. Daniel alicheka kidogo. Hapana, si hivyo. Nilidhani labda amechoka. Lakini mzee alitikisa kichwa polepole. Mimi sijachoka. Kisha akamgeukia Amina. Binti yangu, leo ni siku yako ya furaha. Sitaki kuleta huzuni. Amina alishika mkono wake kwa upole. Umealikwa. Huna sababu ya kuondoka. Watu wengine walipiga makofi kidogo wakimuunga mkono Amina, lakini Daniel hakupiga makofi. Alikuwa akimtazama mzee huyo kwa hofu iliyofichwa. Na wakati huo huo, mwanamke mmoja mzee aliyekuwa amekaa nyuma kidogo mezani, alimwangalia mzee huyo kwa makini. Alikuwa Bibi Rahma, bibi wa Amina. Alijaribu kukumbuka uso huo. Kulikuwa na kitu kilichomgusa moyoni, kana kwamba alikuwa amewahi kumuona mtu huyo zamani sana. Na kadiri alivyomtazama, moyo wake ulianza kupiga kwa nguvu zaidi. Muziki ulianza tena, lakini baadhi ya watu walikuwa bado wanazungumza juu ya mzee huyo. Amina alikaa karibu naye. Unatoka wapi mzee? Aliuliza kwa upole. Mzee alicheka kidogo. Safari yangu ni ndefu binti yangu. Una familia? Mzee alinyamaza kwa sekunde chache. Nilikuwa nayo zamani. Maneno hayo yalimgusa Amina. Alikuwa mtu mwenye moyo wa huruma. Basi leo utakuwa familia yetu, alisema kwa tabasamu. Wakati huo Bibi Rahma alisimama kutoka mezani polepole. Alianza kutembea kuelekea kwao. Kadiri alivyokaribia, macho yake yalikuwa yamejawa na mshangao. Alisimama mbele ya mzee. Alimtazama kwa muda mrefu. Mungu wangu, alisema kwa sauti ya chini. Ukumbi ukawa kimya kidogo tena. Mzee, jina lako ni nani? Aliuliza kwa upole. Mzee alimwangalia. Kulikuwa na historia nzito katika macho yao. Wengine walikuwa wakiniita Musa. Sahani ya chakula ya Bibi Rahma ikaanguka mikononi mwake. Sauti ya kuvunjika ilisikika sakafuni. Musa, alisema kwa sauti ya kutetemeka. Lakini Musa alikufa miaka mingi iliyopita. Ukumbi mzima sasa ulikuwa kimya kabisa. Watu walikuwa wakitazama tukio hilo kwa mshangao. Amina alimtazama bibi yake. Bibi, unamjua? Bibi Rahma alikuwa bado anamtazama mzee huyo. Macho yake yalikuwa na machozi. Musa, alisema tena polepole. Kaka yangu. Watu walipumua kwa mshangao. Amina alishtuka. Unamaanisha huyo ni mjomba wako? Bibi Rahma alitikisa kichwa taratibu. Lakini haiwezekani.
Mzee Musa alitabasamu kwa huzuni. Najua watu walidhani nilikufa. Daniel alisimama mbali kidogo akisikiliza. Uso wake ulianza kuwa na wasiwasi zaidi. Amina aliuliza kwa sauti ya polepole, kwa nini watu walidhani umekufa? Musa alitazama sakafu kwa muda mfupi, halafu akasema, kwa sababu kuna watu waliotaka niwe nimekufa. Ukumbi ukajaa minong'ono. Amina alishika mkono wa meza. Mzee, una maana gani? Lakini kabla Musa hajajibu, Daniel alikatiza kwa haraka. Haya yote ni hadithi za mtu mzee. Tusiruhusu harusi iharibike. Lakini sasa watu hawakuwa tayari kupuuza, kwa sababu siri ilikuwa imeanza kufunguka. Na kila mtu alitaka kujua ukweli. Bwana harusi Juma alisimama karibu na Amina. Alikuwa mtu mtulivu lakini mwenye busara. Daniel alisema kwa sauti ya utulivu, acha mzee azungumze. Watu kadhaa waliunga mkono. Ndiyo, asimame aseme. Daniel alikunja uso, lakini hakuwa na nguvu tena ya kuzuia. Mzee Musa alisimama polepole. Miaka ya safari ilionekana kwenye USO wake, lakini sauti yake ilikuwa thabiti. Miaka mingi iliyopita, alianza kusema, familia yetu ilikuwa na shamba kubwa. Bibi Rahma alitikisa kichwa polepole. Ni kweli. Lakini siku moja, nilipotea ghafla. Amina alimsikiliza kwa WR makini. Watu waliambiwa nilipata ajali. Ukumbi ulikuwa kimya sana. Musa aliendelea, lakini ukweli ni kwamba nilisukumwa kuondoka. Watu walishangaa. Na mtu aliyefanya hivyo? Musa alisimama kidogo. Macho yake yalielekea upande mmoja wa ukumbi, kwa Daniel. Daniel alianza kutetemeka kidogo. Yuko hapa ndani ya ukumbi huu. Ukumbi mzima uligeuka kutazama Daniel. Daniel alicheka kwa nguvu kidogo. Mnamsikiliza mzee ambaye hata mjui, alisema kwa hasira. Lakini hakuna aliyecheka pamoja naye. Amina alimtazama kwa mshangao. Daniel anasema ukweli? Daniel atikisa kichwa. Hapana, huyo anatafuta pesa. Lakini Musa alitoa kitu mfukoni. Ilikuwa bahasha ya zamani. Aliiweka mezani. Nilijua siku moja nitakutana na familia yangu tena. Bibi Rahma alichukua bahasha kwa mikono inayotetemeka. Ndani kulikuwa na barua na hati za ardhi. Jina lililoandikwa juu lilifanya macho yake kupanuka. Shamba la familia, alisema kwa mshangao. Lilikuwa la Musa. Ukumbi ukajaa minongono mikubwa. Musa alimtazama Daniel. Lakini lilichukuliwa kwa njia ya hila. Daniel alianza kurudi nyuma kidogo. Amina aligeuka kumtazama. Sasa kila mtu alikuwa akingojea jibu lake. Na wakati huo huo, Musa alisema maneno yaliyotikisa ukumbi mzima. Daniel, wewe ndiye uliyesababisha nipotee. Ukumbi ukawa kimya kabisa. Harusi sasa haikuwa tena sherehe ya furaha. Ilikuwa imegeuka kuwa siku ya kufichuliwa kwa ukweli mkubwa. Ukumbi ulikuwa kimya sana, kiasi kwamba hata sauti ya upepo nje ilisimika wazi. Daniel alisimama katikati ya watu waliokuwa wakimtazama. Macho ya Amina yalikuwa juu yake, yakiwa yamejaa mshangao. Daniel, alisema polepole, hii ni kweli? Daniel alitikisa kichwa kwa haraka. Hapana, huyu mzee anadanganya. Lakini Musa hakukasirika. Alisimama tu kwa utulivu. Nilijua ungekanusha, alisema kwa sauti ya utulivu. Bibi Rahma alikuwa bado anashikilia hati mkononi. Aliziangalia tena. Kila kitu kiko hapa, alisema. Tarehe, saini, hata alama za zamani za shamba. Watu walianza kunongona kwa sauti kubwa zaidi. Juma, bwana harusi, alimsogelea Daniel. Kwa nini mzee akudai wewe? Aliuliza. Daniel alijibu kwa hasira, kwa sababu anataka mali ya familia. Lakini Musa alitikisa kichwa. Mimi sitaki mali. Watu walishambaa. Nilikuja kwa sababu ingine. Amina alimuuliza kwa sauti ya upole. Kwa sababu gani? Musa alimwangalia kwa makini. Macho yake yalikuwa na hisia nzito sana. Nilikuja kuona kama moyo wa familia yetu bado una huruma. Amina alihisi maneno hayo yakimgusa sana. Na watu wengi ukumbini walianza kutambua kwamba hadithi hii haikuwa tu kuhusu ardhi. Kulikuwa na kitu kikubwa zaidi nyuma yake. Baada ya muda mfupi, watu waliendelea kukaa kimya wakimsikiliza Musa. Daniel alikuwa amekaa pembeni sasa, uso wake umejaa wasiwasi. Amina alimkaribia Musa. Mjomba, alisema kwa upole. Ilikuwa mara ya kwanza kumuita hivyo. Musa alitabasamu kidogo. Miaka mingi nimeota kusikia neno hilo tena.
Bibi Rahma alifuta machozi yake. Kwa nini hukurudi mapema? Aliuliza. Musa alishusha pumzi ndefu. Nilijaribu, lakini mtu fulani alinifanya ionekane kama mimi ni mhalifu. Ukumbi ukawa kimya tena. Musa aliendelea. Niliwekwa mbali na familia yangu kwa miaka mingi. Juma alitikisa kichwa kwa huzuni. Hiyo ni hadithi nzito sana. Lakini Musa alitabasamu tena. Lakini leo nimeona kitu kizuri. Amina aliuliza, kitu gani? Moyo wako. Wageni kadhaa walitabasamu. Musa aliendelea kusema, watu wengi walinipita njia pale. Hakuna aliyenialika. Amina alishusha macho yake kidogo kwa unyenyekevu. Nilifanya tu kile nilihisi ni sahihi. Musa alitikisa kichwa. Ndiyo maana nimepata amani moyoni leo. Lakini Daniel alikuwa bado anatazama kwa wasiwasi, kwa sababu alijua hadithi haijaisha bado. Baadhi ya wageni walikuwa wameanza kujadili kwa sauti. Mambo yalikuwa makubwa kuliko walivyotarajia. Harusi ilikuwa imegeuka kuwa mkutano wa familia. Juma alisimama mbele kidogo ya watu. Leo ni siku ya furaha, alisema kwa utulivu, lakini pia ni siku ya ukweli. Watu walitikisa vichwa kwa kubaliana. Bibi Rahma alishika mkono wa Musa. Samahani kwa miaka yote tuliyodhani umekufa, alisema kwa huzuni. Musa alitikisa kichwa. Haikuwa kosa lenu, lakini macho yake yaligeuka tena kwa Daniel. Daniel alisimama ghafla. Haya yote yamezidi, alisema kwa sauti kali. Hamjui historia ya kweli. Watu walimwangalia kwa mshangao. Amina aliuliza, basi sema ukweli. Daniel alinyamaza kwa sekunde chache. Kisha akasema kwa hasira, Musa aliuza sehemu ya shamba bila kuambia familia. Ukumbi ukajaa mshangao. Watu walianza kunong'ona tena, lakini Musa hakupoteza utulivu. Aliuliza kwa sauti ya polepole, Daniel, unakumbuka ulikuwa na miaka mingapi wakati huo? Daniel alinyamaza, kwa sababu sasa watu walianza kugundua jambo. Daniel alikuwa mdogo sana wakati huo, hivyo angejuaje kilichotokea? Ukumbi sasa ulikuwa umejaa mvutano. Daniel alitazama watu waliokuwa wakimwangalia. Alijaribu kutafuta maneno. Nilisikia kutoka KWR-Ham, baba yangu, alisema haraka. Lakini Musa alitikisa kichwa polepole. Baba yako hakuwahi kusema hivyo. Bibi Rahma alishtuka. Ni kweli, alisema. Marehemu baba yake Daniel alikuwa mtu wa haki. Daniel alizidi kukasirika. Mnanifanya mimi kuwa mhalifu sasa. Juma alisema kwa utulivu. Hakuna anayesema hivyo. Tunatafuta ukweli. Musa alichukua bahasha ile tena. Ndani kulikuwa na karatasi nyuki ingine. Nilihifadhi ushahidi huu miaka mingi. Aliiweka mezani. Bibi Rahma aliisoma polepole, halafu akapumua kwa mshangao. Ni barua? Amina aliuliza. Barua gani? Bibi Rahma alinyanyua macho. Barua ambayo inasema Musa alifukuza kutoka shambani kwa nguvu. Watu walishangaa zaidi. Daniel alianza kutetemeka, kwa sababu jina lililo chini ya barua hiyo lilikuwa wazi. Lilikuwa la mtu aliyesaidia kupanga kila kitu, na mtu huyo alikuwa na uhusiano wa karibu sana na Danieli. Wageni walikuwa kimya kabisa sasa. Amina alisogea karibu na bibi yake. Ni nani aliandika barua hiyo? Aliuliza kwa sauti ya chini. Bibi Rahma alishusha pumzi polepole. Ni baba wa Danieli. Ukumbi ulilipuka kwa minong'ano. Daniel alipiga kelele kidogo. Hapana, hiyo si kweli. Lakini Musa alisema kwa utulivu, baba yako alifanya kosa moja kubwa maishani. Watu walikuwa wanamsikiliza kwa makini. Lakini kabla hajafa, alinijia. Daniel alishtuka. Hiyo ni uongo, Musa aliendelea. Aliniomba msamaha. Ukumbi ukawa kimya tena. Amina alihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu. Kisha nini kilitokea? Aliuliza. Musa alitabasamu kwa huzuni kidogo. Aliniambia ukweli wote. Daniel alirudi nyuma hatua moja. Musa alisema polepole. Alisema mtu aliyekuwa akimshawishi kufanya yote hayo, macho yake yalielekea moja kwa moja kwa Daniel. Alikuwa mwanawe mwenyewe. Ukumbi mzima ulipumua kwa mshangao mkubwa. Daniel alibaki amesimama bila kusema neno, na sasa kila mtu alielewa. Hadithi ya mzee maskini haikuwa tu hadithi ya zamani, ilikuwa siri ya familia iliyokuwa ikisubiri siku kama hii kufunuliwa.
Ukumbi ulikaa kimya kwa muda mrefu baada ya maneno ya Musa. Hakuna aliyesema kitu. Watu walikuwa wakimtazama Daniel kana kwamba wanamsubiri aseme ukweli. Daniel alijaribu kucheka kidogo, lakini kicheko hicho hakikuwa cha kawaida. Kilikuwa cha mtu aliyekuwa na hofu ndani ya moyo. "Haya yote ni hadithi tu," alisema kwa sauti iliyotetemeka. Lakini hakuna aliyemwamini tena. Amina alimwangalia kwa macho ya huzuni. "Daniel, kwa nini ungeweza kufanya kitu kama hicho?" aliuliza polepole. Daniel hakujibu. Aligeuka kumtazama Musa kwa hasira. "Wewe ndiye umeharibu siku hii." Musa hakupandisha sauti. Alijibu kwa utulivu. "Hapana, ukweli ndio umefika leo." Bibi Rahma alisimama karibu nao. "Daniel, mtoto wangu," alisema kwa sauti ya upole. "Kama kuna kosa lilifanyika, ni bora kusema ukweli." Lakini Daniel alitikisa kichwa kwa nguvu. "Sitasema chochote." Watu walianza kunong'onana tena. Juma alisimama mbele kidogo. "Daniel," alisema kwa sauti ya heshima, "leo ni siku ya familia. Hakuna anayekuhukumu." Lakini Daniel alikuwa tayari amejaa hofu, kwa sababu alijua ikiwa ukweli wote utawekwa wazi, maisha yake hayatabaki kama yalivyokuwa. Baadhi ya wageni walikuwa wameanza kukaa tena, lakini macho yao yote yalikuwa kwa Daniel. Mziki ulikuwa umesimama kabisa. Sherehe ilikuwa imebadilika. Amina alisogea karibu na Musa. "Mjomba," alisema kwa sauti ya utulivu, "ulikuwa na mpango gani ulipokuja hapa leo?" Musa alimtazama kwa macho ya upole. "Mpango wangu haukuwa kuharibu harusi yako." Amina alitikisa kichwa. "Ninajua." Musa aliendelea. "Nilikuja tu kuona familia yangu." Kisha akatazama ukumbi mzima na kuona kama kuna mtu ambaye bado ana moyo wa huruma. Amina alitabasamu kidogo, lakini Musa aliongeza kitu kingine. "Lakini nilipoona Daniel," alinyamaza kidogo, "nilijua siku ya ukweli imefika." Daniel alizungumza kwa sauti kali. "Ukweli gani?" Musa alimwangalia moja kwa moja. "Kwamba mtu aliyefaidika zaidi kwa kupotea kwangu alikuwa wewe." Ukumbi ulipiga kelele za mshangao, kwa sababu sasa watu walikuwa wanaanza kuunganisha mambo. Baada ya Musa kupotea, ni nani aliyekuwa akisimamia shamba? Daniel. Juma alimwangalia Daniel kwa makini. "Je, ni kweli kwamba uliendesha shamba la familia baada ya Musa kupotea?" aliuliza. Daniel alitikisa kichwa polepole. "Ndiyo, lakini familia ilikubaliana." Bibi Rahma alisema kwa utulivu. "Tulifikiri Musa amekufa." Musa aliongeza, "Na mtu fulani alihakikisha mnafikiria hivyo." Daniel alikasirika zaidi. "Hakuna ushahidi." Lakini Musa alitabasamu kidogo. "Ndiyo maana nilihifadhi barua." Kisha akatoa karatasi nyingine kutoka bahashani. Aliiweka mezani. Juma aliichukua na kuisoma. Uso wake ulionyesha mshangao mkubwa. "Hii ni ripoti ya polisi?" Wageni walishangaa. Amina aliuliza kwa sauti ya chini. "Ripoti gani?" Juma alisema polepole. "Ripoti ya mtu aliyeshuhudia Musa akisukumwa kuondoka shambani usiku mmoja." Ukumbi ulikaa kimya tena. Jina la shahidi lilikuwa limeandikwa chini, na mtu huyo alikuwa bado hai. Amina aliuliza, "Ni nani huyo?" Musa alisema kwa utulivu, "Mlinzi wa zamani wa shamba." Na wakati huo huo, mlango wa ukumbi ulifunguka polepole. Mtu mmoja mzee aliingia ukumbini. Alitembea polepole akisaidiwa na fimbo. Watu wengi hawakumtambua mara moja, lakini Bibi Rahma alimwangalia kwa mshangao. "Huyo ni Omari?" Musa alitabasamu. "Ndiyo, mlinzi wa zamani." Omari alifika mbele ya watu. Alimtazama Daniel kwa muda mrefu. Daniel alishusha macho. Omari alisema kwa sauti nzito, "Nimebeba siri HIIK kwa miaka mingi." Ukumbi ulikuwa kimya kabisa. Usiku ule nilimwona Daniel akizungumza na watu wawili. Daniel alipiga kelele, "Hiyo ni uongo." Lakini Omari aliendelea, "Walimwambia Musa aondoke au atapata madhara." Watu walipumua kwa mshangao. Omari aliongeza, "Nilipokuja kusaidia, walikuwa tayari wamemfukuza." Daniel alirudi nyuma. Uso wake ulikuwa umejaa hofu sasa, kwa sababu ushahidi ulikuwa mbele ya kila mtu.
Na sasa hakuna njia ya kuficha ukweli. Ukumbi wote ulikuwa kimya. Amina alihisi moyo wake ukipiga kwa nguvu sana. Hakuwahi kufikiria harusi yake ingeleta ukweli kama huu. Daniel alitazama watu waliokuwa wakimzunguka. Hakuna aliyekuwa upande wake tena. Hatimaye alishusha pumzi ndefu. Mimi nilikuwa kijana, alisema kwa sauti ya chini. Watu walimsikiliza. Nilitaka shamba liwe nangu. Bibi Rahma alifumba macho kwa huzuni. Daniel aliendelea. Nilidhani Musa asingewahi kurudi. Musa alimsikiliza kimya. Hakukuwa na hasira usoni mwake, ni huzuni tu. Daniel alisema tena, nilifanya kosa. Ukumbi ulikuwa kimya kabisa. Amina alihisi machozi yakija, lakini Musa alisimama polepole. Kisha akasema maneno ambayo hakuna aliyotarajia. Daniel, ninakusamehe. Watu walishangaa sana, kwa sababu baada ya yote yaliyotokea, Musa bado alikuwa tayari kusamehe. Na hapo ndipo kila mtu alipoanza kuelewa kitu kikubwa zaidi. Hadithi hii haikuwa tu kuhusu ardhi, ilikuwa kuhusu moyo wa msamaha. Ukumbi ulikuwa bado kimya baada ya Musa kusema, Daniel, ninakusamehe. Hakuna aliyetarajia maneno hayo. Daniel mwenyewe alionekana kushangaa zaidi kuliko mtu yoyote. Aliinua macho yake polepole. Unanisamehe? Aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Musa alitikisa kichwa. Ndiyo. Daniel alikaa kimya kwa muda mrefu. Amina alikuwa akimtazama mjomba wake kwa mshangao na heshima kubwa moyoni, kwa sababu mtu ambaye alikuwa ameteseka miaka mingi angekuwa na haki ya kuwa na hasira. Lakini Musa hakuchagua hasira, alichagua msamaha. Bibi Rahma alifuta machozi. Huo ndio moyo wa familia yetu, alisema kwa sauti ya upole. Wageni wengi waliguswa na tukio hilo. Baadhi yao walikuwa wameanza kulia kimya kimya. Daniel alishusha kichwa chake. Nilikuwa na wivu, alisema polepole. Nilihisi kama kila kitu kitachukuliwa na wewe. Musa alimwangalia kwa utulivu. Mali si kitu muhimu kuliko familia. Maneno hayo yaligusa kila mtu ukumbini. Amina alishika mkono wa Juma. Harusi yao ilikuwa imegeuka kwa somo kubwa la maisha. Na bado kulikuwa na jambo moja lililobaki ambalo hakuna aliyelijua bado. Baada ya muda mfupi, baadhi ya wageni walianza kupiga makofi taratibu. Haikuwa sherehe ya kawaida. Ilikuwa makofi ya heshima, makofi ya kuthamini moyo wa msamaha. Amina alimsogelea Musa. Mjomba, alisema kwa upole, ulipata wapi nguvu ya kusamehe? Musa alitabasamu kidogo. Maisha yamenifundisha mengi. Kisha akaongeza, nilipoteza miaka mingi nikitembea na uchungu moyoni. Ukumbi ulikuwa kimya tena. Lakini niligundua kitu. Amina aliuliza, kitu gani? Musa alisema polepole, uchungu haumuumizi aliyekukosea, unamuumiza wewe mwenyewe. Maneno hayo yaligusa watu wengi. Daniel alikuwa bado amesimama kimya. Macho yake yalikuwa yamejaa majuto. Bibi Rahma alimsogelea. Daniel, alisema kwa upole, ukweli umewekwa wazi. Sasa ni wakati wa kujifunza. Daniel alitikisa kichwa polepole. Najua. Lakini Musa aliendelea kusema jambo jingine ambalo lilifanya watu wote kushangaa. Na bado kuna jambo ambalo sijawaambia. Watu wote wakamgeukia, kwa sababu walihisi hadithi hii bado haijafika mwisho wake. Amina alimwangalia Musa kwa mshangao. Ni jambo gani mjomba? Aliuliza. Musa alikaa chini tena pole pole. Alitazama watu wote ukumbini. Kisha akasema kwa utulivu, miaka yote niliyokuwa mbali, sikupoteza kila kitu. Watu walikuwa wakimsikiliza kwa makini sana. Nilifanya kazi katika maeneo mbalimbali. Nilianza maisha upya. Amina alitabasamu kidogo. Hiyo ni nzuri sana. Lakini Musa aliendelea kusema, na polepole nilijenga kitu kidogo. Daniel alimtazama kwa mshangao. Kitu gani? Musa alitabasamu kidogo. Biashara. Ukumbi ulianza kunong'ona tena. Musa aliendelea, leo hii nina kampuni inayosaidia wakulima wadogo kupata masoko. Juma alionekana kuvutiwa. Hiyo ni kazi nzuri sana. Musa alitikisa kichwa. Lakini sikurudi Kenya kwa sababu ya biashara. Amina aliuliza, basi kwa sababu gani? Musa alimwangalia kwa macho ya upole sana. Kwa sababu nilisikia kuhusu wewe. Ukumbi ulikaa kimya tena. Amina alishangaa. Kuhusu mimi? Musa alitabasamu. Ndiyo, nilikuwa nasikia watu wakisema kuna msichana katika familia yetu mwenye moyo wa huruma. Na sasa kila mtu alianza kuelewa.
Sababu ya Musa kurudi ilikuwa zaidi ya mali. Ilikuwa kuhusu mtu mmoja. Amina alihisi aibu kidogo. Sijafanya kitu kikubwa, alisema kwa unyenyekevu. Lakini Musa alitikisa kichwa. Umefanya kitu kikubwa sana leo. Watu wote walikuwa wakimsikiliza kwa makini sana. Mbele ya wageni wote, ulimwalika mgeni maskini kukaa mezani. Ukumbi ulitulia kabisa. Watu wengi walinipita pale NJE. Musa alitabasamu kidogo. Lakini wewe ulisimama. Amina alishusha macho kwa unyenyekevu. Nilihisi tu ni sahihi. Musa alisema polepole. Hicho ndicho kinachofanya familia iwe na nguvu. Daniel alisikiliza maneno hayo kwa huzuni na majuto. Kwa sababu sasa alielewa, alikuwa ametafuta mali, lakini alikuwa amepoteza kitu muhimu zaidi. Moyo wa watu. Musa aliendelea kusema. Ndiyo maana nilijua lazima nikuone siku ya harusi yako. Amina alitabasamu. Na sasa umeona, lakini Musa alitikisa kichwa. Na pia nimeamua kitu. Watu wote wakamsikiliza kwa makini, kwa sababu walihisi uamuzi huo ungeweza kubadilisha maisha ya watu wengi. Musa alisimama tena polepole. Ukumbi ulikuwa kimya sana. Alimtazama Amina na Juma. Leo ni siku yenu ya furaha, alisema kwa sauti ya utulivu. Kabisa, Juma alijibu kwa heshima. Musa aliendelea. Kwa sababu ya moyo wenu wa huruma, nimeamua kufanya jambo. Amina alionekana kushangaa. Jambo gani? Musa alitoa karatasi nyingine kutoka bahashani. Nilikuwa nimepanga kuuza shamba la familia. Ukumbi ulipumua kwa mshangao. Lakini Musa alitabasamu kidogo. Lakini sasa sitauza. Bibi Rahma alionekana kufurahi sana. Musa aliendelea kusema, badala yake, nitaligeuza kuwa mradi wa kusaidia wakulima maskini na watoto yatima. Watu wengi waliguswa sana, lakini hakukuwa mwisho wa mshangao. Musa aligeuka kumtazama Amina, na ninataka wewe na Juma muongoze mradi huo. Ukumbi ulilipuka kwa makofi makubwa. Amina alishangaa sana. Mimi? Aliuliza kwa mshangao. Musa alitikisa kichwa kwa tabasamu. Ndiyo, kwa sababu mtu mwenye moyo kama wako ndiye anayefaa kuongoza kitu kama hicho. Na hapo ndipo kila mtu alitambua jambo moja. Kitendo kidogo cha huruma cha Amina kilikuwa kimebadilisha hatima ya familia nzima. Ukumbi ulikuwa umejaa furaha mpya baada ya uamuzi wa Musa. Wageni walipiga makofi kwa muda mrefu, lakini Amina alikuwa bado amesimama kimya, akijaribu kuelewa kila kitu kilichotokea siku hiyo. Alimwangalia Musa kwa heshima kubwa. Mjomba, siamini kama umeniamini kiasi hiki, alisema kwa sauti ya unyenyekevu. Musa alitabasamu kwa upole. Imani hupewa mtu anayejua kutumia moyo wake vizuri. Juma alishika mkono wa Amina. Nadhani huu ni mwanzo mpya kwa familia yetu, alisema kwa utulivu. Bibi Rahma alitikisa kichwa kwa furaha. Mungu ana njia zake za ajabu. Daniel alikuwa bado amesimama pembeni, akiwa kimya. Alikuwa akitazama tukio lote kwa macho yaliyojaa majuto. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, alihisi uzito wa matendo yake. Amina alimuona. Alitembea polepole mpaka alipofika mbele yake. Daniel, alisema kwa sauti ya upole. Daniel aliinua macho yake polepole. Sina maneno ya kusema, alisema kwa huzuni. Amina alitikisa kichwa. Sote tunakosea. Maneno hayo yalimgusa sana, kwa sababu hata baada ya yote aliyofanya, bado kulikuwa na nafasi ya kubadilika. Na siku hiyo ilianza kuwa siku ya mwanzo mpya kwa kila mtu. Baada ya muda mfupi, muziki ulianza tena ukumbini. Lakini sasa hali ilikuwa tofauti kabisa. Watu walicheza kwa furaha zaidi, kwa sababu walijua walikuwa wameona kitu adimu sana: ukweli, msamaha na mwanzo mpya. Musa alikaa karibu na Bibi Rahma. Walikuwa wakizungumza polepole kama watu waliokuwa wanarudisha miaka mingi iliyopotea. Nilifikiri sitakuona tena, alisema Bibi Rahma kwa sauti ya hisia. Musa alitikisa kichwa polepole. Mimi pia. Wakati huo huo, Juma na Amina walikuwa katikati ya wageni, wakishukuru kila mtu aliyekuja. Lakini watu wengi walikuwa wanazungumza juu ya tukio la siku hiyo. Harusi hii haitasahaulika, alisema mzee mmoja. Kweli kabisa, rafiki yake alijibu. Daniel alisimama mbali kidogo akiwatazama. Hatimaye alisogea polepole kwa Musa. Mjomba, alisema kwa sauti ya heshima. Musa alimwangalia kwa utulivu. Daniel alisema maneno ambayo yalitoka moyoni. Samahani. Ukumbi haukuwa na sauti kubwa, lakini maneno hayo yalikuwa mazito sana, kwa sababu yalikuwa mwanzo wa toba ya kweli. Musa alimtazama Daniel kwa muda mfupi,
kisha akasimama na kumkaribia. Watu wachache waliokuwa karibu waliinua macho yao kwa mshangao, kwa sababu walitaka kuona kitakachofuata. Musa alimshika Daniel begani kwa upole. "Nilishakusamehe," alisema kwa sauti ya utulivu. Daniel alitikisa kichwa kwa macho yaliyojaa machozi. "Lakini sitasahau kosa langu." Musa alijibu kwa upole, "Usisahau ili ujifunze." Maneno hayo yaligusa kila mtu aliyekuwa karibu. Juma alimsogelea. "Daniel," alisema kwa sauti ya kirafiki, "mradi wa shamba utahitaji watu wengi kusaidia." Daniel alishangaa. "Unamaanisha?" Juma alitabasamu. "Unaweza kuwa sehemu ya kurekebisha kile kilichovunjika." Daniel alishusha macho kwa unyenyekevu. "Ikiwa familia itaniruhusu, nitafanya kazi kwa bidii." Bibi Rahma alitabasamu. "Familia haifungi mlango milele." Kwa mara ya kwanza siku hiyo, Daniel alihisi tumaini moyoni, kwa sababu hata baada ya kosa kubwa, bado kulikuwa na nafasi ya kurekebisha mambo. Jioni ilianza kuingia polepole. Nje ya ukumbi, anga lilikuwa na rangi nzuri ya machweo. Baadhi ya wageni walikuwa wanaanza kuondoka, huku wakitoa pongezi kwa bibi harusi na bwana harusi. Lakini watu wengi walikuwa bado wanazungumza kuhusu tukio la siku hiyo. Musa alisimama nje kidogo ya ukumbi, akitazama anga. Amina alimfuata polepole. "Mjomba," alisema kwa tabasamu. Musa aligeuka kumwangalia. "Nini kimekufanya utoke nje?" aliuliza. Amina alitabasamu. "Nilitaka tu kusema asante." "Kwa nini?" "Kwa kuja leo." Musa alitikisa kichwa. "Hapana, mimi ndiye ninapaswa kushukuru." Amina alishangaa. "Kwa nini?" Musa alisema polepole. "Kwa sababu kitendo chako kidogo kimenirudishia familia yangu." Amina alihisi machozi ya furaha yakija, kwa sababu hakuwahi kufikiria kwamba kumwalika mzee maskini mezani kungesababisha jambo kubwa kiasi hicho. Na hapo ndipo alipoelewa somo la siku hiyo. Wema mdogo unaweza kubadilisha maisha mengi. Usiku ulipoingia, sherehe ya harusi iliendelea kwa furaha kubwa, lakini sasa kila mtu aliyekuwa pale alikuwa amebeba somo moyoni. Amina na Juma walikuwa katikati ya sakafu ya kuchezea, wakicheza polepole. Watu waliwapigia makofi na kuwashangilia. Musa alikuwa amekaa karibu na bibi Rahma, akitabasamu kwa utulivu. Miaka mingi ya upweke ilikuwa imeisha siku hiyo. Daniel alikuwa akisaidia wahudumu kupanga meza na kusafisha. Hakuna aliyemwambia afanye hivyo. Alifanya kwa hiari, kwa sababu alitaka kuanza maisha mapya. Baadaye kidogo, Musa alimuita Amina na Juma karibu. "Leo nimejifunza kitu muhimu sana," alisema. Amina aliuliza, "Kitu gani?" Musa alitabasamu. "Utajiri mkubwa duniani si ardhi wala pesa." Ukumbi ulikuwa kimya tena. Musa aliendelea kusema kwa sauti ya utulivu, "Utajiri mkubwa ni moyo wa huruma." Watu wengi walipiga makofi kwa maneno hayo, na hapo ndipo kila mtu alipotambua jambo moja. Hadithi ya mzee maskini aliyeketi mezani katika harusi haikuwa tu hadithi ya familia. Ilikuwa hadithi ya moyo wa wema, msamaha na mwanzo mpya. Na kwa wengi waliokuwa pale siku hiyo, ilikuwa hadithi ambayo hawatasahau kamwe.